Aprili 20 hii leo dunia inaadhimisha siku ya lugha ya Kichina, lugha ambayo inazidi kukua, kusambaa na kuenea katika maeneo mengi duniani kila kukicha, kwa sababu taifa la China limeona ni muhimu sana kuwekeza katika maeneo tofauti tofauti duniani, na uwekezaji wao unaanzia pia katika lugha yao. Hapa nchini kuna maeneo tofauti tofauti, hasa katika vyuo vikuu hapa nchini. Lugha ya Kichina imekuwa ni miongoni mwa lugha ambazo zinafundishwa na zinatoa fursa nyingi sana kwa wale wanafunzi wa kozi mbalimbali ambao pia wanachagua kusoma lugha ya Kichina. Hapa studioni tutajadili kwa kina kuhusu fursa za kuifahamu lugha na tamaduni za Kichina, tukiwa naye Dr. Hans Musa. Huyu ni mkuu wa kituo cha utamaduni wa Kichina kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Karibu sana Dr. Musa. Karibu sana Dr. Musa. Wanasema University of Dar es Salaam Confucius Institute. Naam, taasisi ya Confucius. Naam. Kabisa, lakini tunaye Mtanzania ambaye yuko kule nchini China akifanya biashara zake huko, Roman Shao. Tajiunga naye kwa njia ya mtandao pamoja na mengi ikiwemo pia kutembelea hicho kituo cha utamaduni wa Kichina, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Confucius Institute. Karibu sana Dokta kwa mara nyingine. Asante sana. Ni hao. Ni hao. Ni hao ma. Good luck, subiri kwanza. Itafikia. Sasa mwache good luck. Lazima mniweke na mimi pia kwenye mjadala, kwenye mazungumzo, kwa sababu mkizungumza hivyo mtakuwa mnaniacha ndugu zangu. Ni kweli. Nafikiri Dokta umetumia busara ili na mimi nishiriki. Basi tuendelee na Kiswahili kwanza. Kabla ya Kiswahili. Ndio. Dokta, ni jao shamba minzi. Subiri kwanza. Sitaki tumwache good luck na ninamtetea. Kabisa Dokta. Tutakuwa nishiriki kile kikao cha wanaume. Kabisa. Dokta, tunafahamu kwamba lugha ya Kichina ama utamaduni wa Kichina ni miongoni mwa vitu vinavyokuwa kwa kasi sana hapa nchini Tanzania. Na hata tumeona taasisi mbalimbali zinaanzisha vituo vya utamaduni wa Kichina kama University of Dar es Salaam. Unaonaje mapokeo ya lugha ya Kichina kwa hapa Tanzania? Kwa kweli mapokeo ni makubwa. Yes. Na kama ulivyosema kwa usahihi, taasisi yetu inaitwa ni taasisi ya Confucius ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na ni miongoni mwa taasisi takriban 520 duniani za Confucius. Na mapokeo ni makubwa kwa maana ya wanafunzi ambao wanakuja kusoma kozi mbalimbali katika chuo chetu na vituo vyetu, kwa sababu sisi tunafundisha katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na katika matawi mbalimbali ambayo yapo ndani na nje ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa mapokeo ni makubwa, idadi ya wajifunzaji ni wengi, hasa wale ambao wanasoma zile kozi za muda mfupi, kozi za miezi miwili, idadi yao ni kubwa, na fursa pia zimekuwa ni kubwa kwa sababu tunaona viwanda vingi sana vinajengwa hapa Tanzania ambao vinahitaji wazungumzaji wa lugha ya Kichina. Sawa kabisa. Lakini tumkaribishe pia Roman Shao. Roman Shao yeye ni Mtanzania mfanyabiashara ambaye yuko kule nchini China akiwa anafanya shughuli zake. Sasa hebu Balkis mkaribishe Roman, umsalimie kidogo kwa Kichina. Maana naona mwanzoni ulianza kuweka mbwembwe. Leo ni siku yako. Roman, habari za hapo China? Salama, ni hao. Ni hao. Salama kabisa, huku China tunaendelea vizuri. Hatujambo, sijui yenyewe huko Tanzania mnaendeleaje? Tuko sawa kabisa. Roman, mpaka unafika hapo China na kufanya biashara zako katika taifa hilo, ulijifunza lugha ya Kichina. Ulijifunzaje? Ulianza vipi? Mimi nilikuja huku kama mwanafunzi. Nilikuja kwa kufanya masters ya udaktari. Kwa hiyo katika kozi mojawapo ambayo tulikuwa tunajifunza ni mwanzoni kabisa, kabla hujaanza kwenda kupractice hospitalini, ilitakiwa uwe unajifunza Kichina. Kwa hiyo tulipata mafunzo ya Kichina kwa mwaka mmoja, ili baada ya uwe at least unaweza kuzungumza na iwe ni rahisi kwako kwa kuzungumza na kuwasiliana na walimu pamoja na wagonjwa utakao kuwa unakutana nao.
Tunafahamu China ni taifa lenye watu zaidi ya bilioni 1.4 na wengi lugha za kigeni hazijapata nafasi kubwa sana. Kichina bado kinatumika kwa kiasi kikubwa. Ni taifa ambalo limeamua kung'ang'ana na lugha yao kwa maana ya Kichina. Watu ambao ni wageni wanaokwenda China kwa ajili ya biashara, masomo, ambao hawajui Kichina wanapata changamoto gani? Changamoto inakuwa ni kwenye mawasiliano, kwa sababu unajua lugha ndio unganishi kikubwa, ni kitu ambacho ni muhimu sana katika mawasiliano. Kwa hiyo kwa mfano kwa wanafunzi, kwangu mimi mwanzoni ilikuwa ni ngumu sana kuwasiliana na walimu, kwa sababu profesa unakuta yeye anazungumza Kichina tu, hakuongeleshi lugha nyingine yoyote. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu mpaka utumie translator. Kuna translator ambazo tulikuwa tunatumia Baidu, una translate, unamsikiliza mwalimu wako anachokiongea, halafu baada ya hapo na wewe ndio unakuwa unaongea kwa lugha yako, halafu na yeye anakuelewa. Kwa hiyo ndio ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo baada ya hapo kujifunza Kiswahili, Kichina, at least tukawa tunaweza na ikawa ni rahisi kwetu kuwasiliana. Lakini kwa wafanyabiashara ambao wanakuja, changamoto kubwa ambayo wanaipata ni kwamba Wachina wengi kama mnavyosema wanatumia lugha yao ya Kichina. Kwa hiyo hawaelewi, hata ukitaka kwenda sehemu ni lazima umuonyeshe address ile kwa Kichina ili at least aweze kukushusha sehemu hiyo. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kidogo, lakini kwa sababu pia mwamko wa kujifunza Kichina sasa hivi ni mkubwa, na lakini pia tupo sisi ambao tunafahamu Kichina kwa hapa. Kwa hiyo at least tunakuwa tunawapa wateja wetu ABCs ambazo zinawasaidia jinsi ya kuwasiliana. Okay. Tukirejea kwako Dr. Musa, wanafunzi ambao wanakuja Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kujifunza lugha ya Kichina wanazidi kuongezeka kwa wingi kiasi gani kadri siku zinavyokwenda? Unajua, kuongezeka kwa wanafunzi kunatokana na fursa. Kwa hiyo wanapoziona fursa za kujifunza lugha ya Kichina, idadi yao pia inaongezeka. Mwanafunzi anaweza kawa yupo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam anasomea uhandisi. Lakini fursa ya ajira kwenye viwanda na taasisi mbalimbali ambazo zipo Tanzania ni kampuni za Kichina. Kwa hiyo anapaswa pamoja na taaluma yake ya uhandisi alionayo ajifunze lugha ya Kichina ili aweze kupata ajira, kwa sababu inakuwa ni kama nyongeza ya sifa ya mtu kupata ajira. Tayari umefaulu vizuri, unajua masuala ya uhandisi na kadhalika, lakini anayekuajiri ni Mchina. Sasa tunahamasisha wanafunzi wetu. Kwa hiyo mwanzoni ilikuwa wanaosoma Kichina ni wale wanafunzi wa lugha. Mtu anasema labda kwenda kuwa mwalimu na kadhalika. Sasa hivi wanafunzi wa uhandisi pia wanajifunza, wanafunzi wa biashara pale nao wanajifunza lugha ya Kichina, na wengine wanajifunza kwa ajili ya kupata maarifa ya masuala ya tafsiri na ukalimani kwenye hivi viwanda. Ndio maana nasema zile kozi za jioni tunakuwa na kozi za miezi miwili. Idadi ya wanafunzi inakuwa ni kubwa sana kwenye kuanzia ngazi ya kwanza mpaka ngazi ya 4. Na mwanafunzi anachukua muda gani angalau kufahamu lugha hiyo kwa hatua ya mwanzo kabisa na anaweza akawasiliana? Kwa zile kozi za muda mfupi tuna hatua 4 tunazofundisha. Hatua ya kwanza ni miezi miwili kwa kila hatua. Kwa hiyo akisoma ile miezi miwili anapata ule utangulia, hatua ya awali, na baadaye akiongeza miezi mingine miwili anakuwa ameshapiga hatua kidogo, na akimaliza hatua ya 3 anakuwa na uwezo hata wa kuomba ule ufadhili wa kwenda China. Hatua ya 3 na hatua ya 4. Unajua sasa hivi mwanzoni Kichina ilikuwa ni mpaka hatua ya 6, sasa hivi imeenda mpaka hatua ya 9. Lakini sisi hapa tunafundisha mpaka hatua ya 4, na baadaye wanafunzi wanapata nafasi ya kwenda China sasa kujifunza kwenye mazingira ambayo ni halisi. Ila kwa hizi ngazi, kwa mfano hatua ya awali, unakuta idadi kubwa sana. Unapoenda idadi inapungua kidogo, sababu unapoenda kule juu ni hatua ni ugumu zaidi. Yes. Ni ugumu kwa maana kwamba ni yule mtu ambaye anahitaji zaidi. Kuna mwingine anataka mawasiliano tu ya kawaida, labda anasoma hatua ya kwanza na hatua ya pili. Mwingine anasema nataka niende mpaka nikasome degree kule China. Nataka niende mpaka nikasome ile kozi ya mwaka mmoja kule China. Kwa hiyo inategemea na malengo ya wanafunzi. Tunafundisha pia wanafunzi wanaohitimu kidato cha 4 ambao wanasubiri kuendelea na masomo.
Kwa hiyo wanasoma tu kwa ajili ya kupata yale maarifa ya mawasiliano kadhalika, wanasoma miezi yao miwili pale, na wakitoka wanakuwa na uwezo. Unajua, kadri umri unavyoenda mbele ndivyo uwezo wa kusoma, kujifunza unazidi kuwa mgumu. Wale wakiwa wadogo wanajifunza kwa wepesi zaidi. Na pia baadaye tunataka tuanzishe pia na kwenye ngazi ya shule za msingi, wakimaliza darasa la 7 pale pia waje ule muda ambao wanasubiri kwenda sekondari, na waendelee kujiimarisha katika lugha na utamaduni wa Kichina. Wanasema ni lugha ngumu zaidi kujifunza. Ni kweli au si kweli? Ni lugha ngumu, lakini katika ujifunzaji wa lugha huwa tunaamini kwamba lugha yoyote inafundishika pakiwa na utashi. Mimi nipo pia taasisi ya taaluma za Kiswahili, tunafundisha Kiswahili. Wapo ambao wanalalamika Kiswahili ni kigumu, lakini baadaye wakishaanza kujifunza, wakiweka nia ya kujifunza, wanakielewa. Na unakuta ni mgeni anaweza kaelewa Kiswahili kuliko hata na mwenyeji ambaye ni Mtanzania. Kwa hiyo nafikiri ni swala la kujiwekea tu malengo. Sure. Sasa tuzungumze pia kuhusu fursa. Roman, mtu anaweza akajiuliza kwamba nijifunze Kichina ili nini? Yaani itanisaidia nini? Unaweza vipi kumjibu swali hilo? Inategemea mtu huyo anauliza kwa ngazi gani, lakini kwa namna yangu mimi ambavyo nafahamu na ambavyo naona, kwa mfano hata wazazi ambao labda wanaleta watoto wao kusoma huku China, kwa sababu huku unaweza ukasoma kwa Kichina ama ukasoma kwa lugha yako ya Kiingereza labda. Mimi ningeshauri zaidi mtoto awe anajifunza kwa Kichina, kwa sababu ukiwa unajifunza kwa Kichina unapata undani zaidi wa kuifahamu lugha yao vizuri, lakini hata walimu wao pia wa huku wanaelewa na wanafundisha vizuri zaidi wakiwa wanafundisha kwa lugha yao. Kwa hiyo ukiwa unakifahamu Kichina vizuri, unaweza ukawa ni mmojawapo ambaye unanufaika na fursa mbalimbali hapa kama za kufanya biashara, kwa sababu ukiwa unaweza kuzungumza nao vizuri inakuconnect na wao, inakuwa ni rahisi kuzungumza nao, na wenyewe wanakuwa wanaona huyu ni mwenzetu. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi hata kukualika na kushirikiana katika vitu tofauti na mtu ambaye hafahamu lugha yao. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukiwa unafahamu lugha yao, unapata nafasi nzuri ya kushiriki katika baadhi ya mambo mengi ambayo wao wanakuwa wanafanya, especially ukiwa unaishi hapa China. Na swali hilo pia natamani nisikie kwa Dr. Hansi. Kwa sababu bila shaka wanafunzi wakati mwingine wanasita kuja kujifunza Kichina, lakini maswali yanayokuwa nayo ni kama hayo, kwamba nikishajifunza itanisaidia nini? Na kwa sababu lugha ya Kichina ni lugha ambayo actually ni miongoni mwa lugha 6 zile za Umoja wa Mataifa, lakini ni katika zile lugha 6 ni lugha ambayo haijasambaa sana, yani kwa maana ya kwamba ina idadi kubwa ya watu wa wazungumzaji, watu zaidi ya bilioni 1.4, lakini haijasambaa kwa maana ya kwamba kama ilivyo Kiingereza unakuta inazungumzwa maeneo mengi. Kwa hiyo pia hiyo inawafanya watu wawe hesitant, yani wao wawe wanasita kujifunza lugha ya Kichina. Sasa mtu ambaye ana wasiwasi kwamba pengine naweza nikajifunza afu nikaishia tu kuijua alafu isininufaishe kwa chochote, mnawapa vipi matumaini watu hao kwamba bado kuna fursa ambazo zinapatikana kwenye lugha hiyo? Kwanza fursa inategemea na malengo. Unaweza ukawa unafahamu lugha ukawa tu umejenga ile dhana ya utangamano, yani kuwa na umoja. Tuna watu umesema zaidi ya bilioni 1 wanaozungumza Kichina duniani. Kwa hiyo unakuwa ni miongoni mwa watu zaidi ya bilioni 1 wanaozungumza hiyo lugha. Na tunafahamu pia wenzetu wa China wamepiga hatua kubwa sana katika masuala ya mbalimbali, ikiwa masuala ya kielektroniki. Hii simu yangu hii ni Xiaomi, ni ndani kutakuta kuna Kichina. Kwa hiyo unakuta kwamba hata kama mimi sifahamu Kichina vizuri, ufahamu Kichina, lakini ukiwa umeshafahamu lugha ya Kichina, hata aliyoandikwa ndani ya simu unakuwa unaelewa. Kwa hiyo unakuwa na ule uelewa mpana wa maisha ya kidunia, yaba ambayo yapo ndani ya vifaa ambavyo tunavitumia, lakini ndio maisha yanayotuzunguka. Kwa upande wa hapa Tanzania kuna suala la ajira. Kuna kampuni nyingi sana za Kichina Tanzania na Dar es Salaam, hii kanda ya Pwani kwa ujumla. Kila wakati wanakuja pale taasisi ya Confucius, wanataka vijana kwa ajili ya kufanya shughuli ya ukalimani na tafsiri. Kwa hiyo wanapata zile fursa ya kufanya shughuli za tafsiri na ukalimani. Na kama alivyosema mwenzetu hapa, hata fursa za masomo. Wanafunzi wanaosoma kwenye mpaka ngazi ya 4 pale wanakuwa na nafasi sasa ya kupata ule ufadhili wa kwenda China. Wanashindania ile nafasi wakizipata, na taasisi yetu ni daraja.
baina ya sisi hapa Tanzania na nafasi ambazo zipo kule China. Ndio maana sababu taasisi yetu ina mkurugenzi Mtanzania na kuna mkurugenzi Mchina. Kwa hiyo mkurugenzi Mchina ndo anakuwa daraja sasa baina ya sisi na kule China. Kwa hiyo inasaidia kwa kweli kwa wanafunzi wetu kupata fursa ya kupata ufadhili nje ya Tanzania. Lakini jambo la tatu ni ujasiriamali. Yaani wewe ukishafahamu Kichina unaweza kuwa mfanya biashara wewe mwenyewe, ukafanya biashara na watu mbalimbali. Nafikiri kila mmoja anashuhudia idadi ya Wachina hapa Tanzania na maeneo mbalimbali katika bara letu la Afrika. Kwa hiyo kwa kweli mimi naiona ni fursa muhimu sana, hasa kwa sasa. Dunia imefika mahali ambapo China imewekeza sana katika maeneo mbalimbali, katika vifaa vya kielektroniki, katika taaluma kama tulivyoambiwa. Kwa hiyo ukifahamu lugha ya Kichina utayapata maarifa kwa ile lugha yenyewe, kwa sababu akikufundisha ukisoma kwa lugha yake utapata uelewa mzuri zaidi kuliko ukisoma kwa kutumia lugha nyingine. Yeah. Kwako Roman, baada ya kusoma lugha ya Kichina ambayo umeitumia pia katika masomo yako ya udaktari hapo nchini China, ni fursa zipi za ziada ambazo umezipata na unaziishi, ukiangalia moja kwa moja kwamba sababu ya kuzipata fursa hizo ni kujifunza kwako pia lugha ya Kichina? Sawa. Kwa kweli fursa ni nyingi. Kwa mfano ukiwa hapa China kuna application nyingi ambazo unaweza ukawa nazo na ukaona kuna fursa mbalimbali. Kwa mfano application za kama Alibaba ya Kichina kwa ajili ya kununulia bidhaa. Ukiwa unafahamu Kichina inakuwa ni rahisi sana kwako kupata bidhaa za bei nafuu. Lakini pia ukiwa unafahamu Kichina inakufanya unaaminika zaidi na Wachina. Unaweza pia ukaweza kunegotiate bei pamoja na Wachina wakati kama unataka kufanya manunuzi yako au kufanya nao biashara. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kwangu mimi. Ndio maana hata sasa hivi nina ofisi, kwa sababu Kichina kilinisaidia kuweza kuwa na negotiation, nikafungua kampuni hapa na nikafanikiwa kuwa mmojawapo ya watu ambao walikuwa wanamiliki kampuni hapa China, lakini ni kwa sababu ya kufahamu lugha. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kufahamu lugha ya Kichina kumenisaidia sana kupata fursa na kuwa mmojawapo ya watu ambao niko naishi hapa China na kusaidia Watanzania wengi wanapokuwa wanafika hapa China. Na huko ulipo Roman, kuna Watanzania ambao unafahamiana nao, mnafanya nao biashara na wote labda mnatumia lugha ya Kichina, ukiacha hawa ambao huwa wanakuja unawasaidia na wanarejea hapa nchini? Yes, wapo Watanzania wengi ambao wanaishi hapa, wengine wana makampuni, lakini pia wengine wameoa Wachina. Kwa hiyo mara nyingi sema tukikutana huwa tunatumia lugha ya Kiswahili, kwa sababu at least ndio unakuwa kama umepata mwenzako wa kuzungumza naye lugha ya nyumbani, lakini wapo ambao tunazungumza Kichina na tunaelewana vizuri kabisa. Safi sana. Na tunaona pia katika taasisi za elimu ukiachana vyuo vikuu, kwanza tumeanzisha taasisi za lugha ya Kichina kikiwemo mondani, lakini pia kwenye shule za msingi kuna shule ambazo zinafundisha lugha ya Kichina. Unaiona wapi future ya hawa wanafunzi ambao wanasoma Kichina wakiwa katika ngazi za chini, hasa katika masuala ya ajira na masuala mengine pia ambayo yatawasaidia kusukuma gurudumu la maisha? Dokta. Na kama nilivyosema awali, yes, unajua ukijifunza lugha yoyote ile katika ngazi ya chini, uwezo wa kujifunza unakuwa ni mkubwa zaidi. Yes. Kwa hiyo kwenye shule za msingi kwa kweli wana nafasi nzuri sana ya kuanza kujifunza na kuelewa kwa urahisi. Unapofika juu huku tunalazimisha kwa kweli kujifunza, lakini akianzia kule anakuwa na ule umahiri wa kuzungumza ile lugha. Na ndio maana hata sisi kama nilivyosema kwamba tuna vituo kwenye vyuo vikuu kama DUCE, vyuo vyetu vya Dar es Salaam na MUCE, na kuna shule za msingi na shule za sekondari. Kwa hiyo kule wale wanafunzi wanaoanzia shule za msingi ukiwaona kwa kweli, akifika ngazi ya elimu ya juu anaweza kuzungumza Kichina kwa umahiri wa hali ya juu sana, na inampa nafasi sasa, hata kama ataamua kusoma taasisi kama unavyosema nyingine ambayo labda, au ataamua kujielekeza kwenye masuala ya mengine kama biashara, uhandisi na kadhalika, lakini akiwa na lugha ya kigeni inamsaidia. Na unajua tumezoea kwa muda mrefu lugha ya kigeni Kiingereza.
Sasa hivi unajifunza Kichina na ni fursa, ukawa unafahamu Kichina vizuri na Kiswahili vizuri, unapata ajira vizuri. Tulikuwa Mwanza kwenye mitihani yetu hii ya upimaji wa Kichina pale Chuo Kikuu cha Sauti. Kuna binti mmoja alikuja pale akawa anaeleza yeye alivyomaliza shule aliamua kujifunza Kichina. Hizi kozi za jioni hizi. Akajifunza mpaka ngazi ya 4, akapata ufadhili wa kwenda China mwaka mmoja, amerudi hapa ameajiriwa pale Mwanza. Anasema mimi hali yangu ni nzuri kabisa. Analipwa mshahara mzuri, analipwa milioni 4 na ushe na anaweza kujikimu sasa. Na amemchukua na mdogo wake na anamfundisha lugha ya Kichina. Kwa hiyo mimi naona ni fursa nzuri sana kwa vijana wetu. Tunalalamika sana swala la ajira. Na ukiwatafuta wanaofanya kazi hapa Dar es Salaam, wahitimu wetu wale hawakai sehemu moja. Yaani leo anafanya kiwanda hiki, kesho kiwanda kile. Kwa hiyo fursa ipo kwa kweli. Yes. Sasa ni mbinu gani ambazo Dr. pale sasa kwenye kumsaidia Goodluck, mbinu gani ambazo anaweza akazitumia nyepesi sana kufahamu lugha ya Kichina? Daktari amesema kazi na umri. Kidogo mimi umri wangu kidogo umesogea. Mambo yanaweza yakawa magumu. Kuna mashirika ya habari huko duniani yatumia lugha ya Kichina. Kabisa. Nafikiri ni jitihada, na unajua kwenye lugha kuna kuzungumza na kuna kuandika. Na hapa nazungumzia lugha yoyote ile sababu mimi ni mwalimu wa lugha. Kwa hiyo ni jitihada kwa kweli na kuweka nia thabiti ya kujifunza. Nafikiri yote yanawezekana. Sawa kabisa, lakini umezungumza lugha ya Kichina, lakini tuna lugha ya Kiswahili. Tunajifunza lugha za kigeni, wakati huo hatupaswi kupoteza utambulisho wetu ama identity yetu, kwa maana lugha ya Kiswahili. Kichina unavyozungumzia Kichina unazungumzia population ya watu bilioni 1.4. Hii population pia tunaweza tukaitumia kupeleka Kiswahili kwa kiasi kikubwa. Tunaweza vipi kuitumia fursa hiyo ya kujua Kichina tukaitumia hiyo kuzidi kukieneza zaidi Kiswahili? Katika taasisi yetu ya Confucius sasa tunayafanya hayo. Tunatumia lugha mbili. Tunatumia Kichina na Kiswahili. Kwa hiyo wakati wale wa China wanakuza Kichina, sababu hata wakija kwenye mikutano yetu ya bodi ile, hawazungumzi lugha nyingine, wanazungumza Kichina. Kwa hiyo na sisi upande wetu tunazungumza lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo inakuwa ni Kichina na Kiswahili. Na taasisi yetu pia tumeanzisha mafunzo ya Kiswahili kwa wale wa China walioko hapa. Kwa hiyo Wachina kama kila Jumapili ukienda pale Confucius utakuta Wachina wengi, tena wale wakurugenzi wako pale wanataka wajifunze, na akiwa kule kiwandani utamjua kama anajua Kiswahili. Na anataka Kiswahili kwa matumizi mahususi. Yale matumizi nikiwa na wafanyakazi pale wakinisema nafanyaje na vitu vingine mfano wa hivi. Kwa hiyo tunawafundisha wale viongozi na wafanyakazi wa Kichina walioko hapa wanakuja kujifunza Kiswahili. Kwa hiyo sisi tunatumia nafasi hiyo ya kupenyeza pia lugha ya Kiswahili kwenye hiyo jamii kubwa kama unavyosema ya wanaozungumza lugha ya Kichina. Kwa hiyo tunatumia nafasi hiyo wajifunze Kiswahili, nipe nikupe. Wanatupa Kichina na sisi tunawapa Kiswahili. Kwa hiyo baadaye hata vijana wetu wanaofahamu Kiswahili wanaweza kwenda kuuza Kiswahili chao kule kwa wale ambao wanazungumza lugha ya Kichina. Lakini hawa wa China ambao wanakuja huku kwa ajili ya kufundisha lugha ya Dokta, hawaji na lugha tu, wanakuja na tamaduni ambazo wanaziishi na mara kadhaa wanafanya kusherekea pia katika zile siku zao ambazo huwa wanasherekea wakionyesha vyakula vyao, namna ambavyo wanavaa na vitu vingine. Vitu hivi pia tunahitaji kuvibeba katika mfumo wetu wa maisha au tuishie kwenye lugha tu? Lugha na utamaduni havitenganishwi. Unapaswa kujifunza lugha na utamaduni. Leo ni siku ya kimataifa ya lugha ya Kichina. Na sisi pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tutafanya kwa namna ya kiutamaduni. Utamaduni wa nyimbo. Kwa hiyo watu watakuwa wanaimba, ni wanafunzi wetu wa Swahili hawa, wanaimba nyimbo kwa lugha ya Kichina. Na wakati mwingine tunajifunza hata zile ngoma zao, vyakula vyao. Kwa sababu hata wanaojifunza Kiswahili wanajifunza lugha ya Kiswahili na utamaduni wa Mswahili. Na tunasema lugha na utamaduni kwa kweli hauwezi kuvitenganisha. Kwa hiyo tunaenda navyo sambamba. Tunajifunza lugha na utamaduni. Yapo ambayo utaona yanaenda nje na utamaduni wako, sio lazima uyafuate. Ila yale ambayo unaona yanasaidia mimi kufahamu lugha ya Kichina, basi unajifunza hayo pia. Kwa Dr. Roman, wewe ushaanza kula hivi? Ndio, vilikuwa ni vitu vya mwanzo kabisa kujifunza wakati tunajifunza lugha, lakini jinsi ya kutumia hizo kwa Kichina wanaziita quiz,
Unajua huku China sana sana wanapenda sana kula noodles, kwa hiyo huwa ndo tunazitumia wakati wa kula chakula, iwe ni noodles zile au hata kama ni wali bia tunatumia hizo hizo. Huku hatutumii vijiko lakini tunatumia hizo. Lakini pia tunafahamu kuwa Wachina ni wabora katika kula vyakula ambavyo vinajali afya na kutumia pia dawa ambazo ni saidizi zaidi katika mifumo ya kawaida ya kila siku. Hizo nazo zimekusaidia vipi kwa wakati ambao umejifunza lugha na tamaduni zao? Ya, kwa kweli nimejifunza sana, especially kwa mfano kwenye masuala hayo ya kama vyakula, lakini pia na upande wa mazoezi. Wenzetu huku kwa Wachina unakuta kwa mfano kama ni apartment mnakaa, ukiamka saa 11 asubuhi utakutana na wazee wa miaka 60 wako nje wanakimbizana hivi, wanafanya mazoezi kila siku asubuhi na muda kabla ya kwenda kulala. Kwa hiyo wenzetu ukiachilia mbali kwamba wanakula tu vyakula vyao ambavyo viko healthy, vina mchanganyiko wa vitu vingi mezani, lakini pia wanaishi katika utamaduni wao ni wa kufanya mazoezi sana sana sana. Karibia kila siku ni lazima utakutana nao nje wanakimbia na wanafanya mazoezi. Kwa hiyo hicho pia ni kitu ambacho mimi kimenimotivate sana na kuona pia labda ndio maana wenzetu wanaishi miaka mingi lifespan yao ni kubwa ukikompea na ya kwetu, lakini wanakula chakula kizuri na lakini pia wanafanya mazoezi sana kila asubuhi na usiku. Na hata kwenye mazingira yao, kwa mfano wanapokuwa wanajenga huku, unakuta sio kwamba wanajenga tu, lazima kama ni compound imejengwa lazima kunakuwa na sehemu za michezo. Kwa hiyo at least pia inawasaidia sana mtu, hata jioni ile umemaliza zako kazi unaenda kwenye compound ya ambayo unaweza ukakuta zile bembea za kucheza na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inakuwa ni kitu ambacho ni kizuri sana kwa afya. Haya, safi sana Roman, sisi tunafurahi kuongea na wewe na leo siku ya leo bana ni siku kubwa kwa watu ambao wanazungumza Kichina. Kutakuwa na events zinafanyika katika maeneo mbalimbali pale Confucius Institute ya University of Dar es Salaam. Kutakuwa na tukio la kuadhimisha na mwenzetu MC Jojo yuko pale tayari. Geoffrey Arnold. Tutaungana naye baada ya kupata habari tuone mambo jinsi yalivyo, maandalizi jinsi yalivyo, lakini pia kile kituo mambo yanayofanyika pale kama ambavyo daktari ametueleza. Tutaona jinsi ambavyo wanafanya shughuli zao pale, hasa madarasa ambayo yanatumika, facilities zinazotumika katika kujifunza lugha na utamaduni wa Kichina, na tutakuja kuzungumza hilo muda mfupi tu baada ya kupata habari. Good luck. Nimewahi kushiriki nikiwa Muslim University of Morogoro pale Confucius Institute. Ndio. Kusherehekea siku hizi mkiwa mnaandaa chakula chao Dokta anaelewa, mkiwa mnaandaa chakula chao, kuimba nyimbo zao, kucheza ngoma zao. Lakini kwa wakati huu tukiwa tunasubiri kujiunga na Geoffrey Arnold, kwa faida ya Good Luck na mtazamaji, Dr. Roman anaweza akatuambia angalau salamu, sisi tunajifunza lugha ya Kichina kabisa, angalau salamu na angalau tupate mawili na tafsiri zake. Sawa. Kwa mfano maneno machache, ukiwa unaamka asubuhi tunasema good morning ni zao shang hao. Zao shang hao ndio good morning kwa asubuhi. Lakini kwa wafanyabiashara, kwa mfano vitu ambavyo maneno ambao wanayatumia sana kija huku, hata yani huwezi kuondoka kama hujui hii inauzwa kiasi gani, ambayo ni do shao chen. Do shao chen ni neno ambalo linatumika sana, lakini kitu kingine labda unataka kujua quality ya hiki kitu ni kitu gani, ikoje quality yake, unasema Jiliang Zemayang. Au kitu kingine kama mmeshamaliza biashara, neno lingine sheshe, of course ni neno ambalo linafahamika sana, asante sheshe. Bila kusahau neno la kwanza kabisa ni hao
ambalo linatumika ni salamu kubwa sana. Hiyo ni hao, ndugu yangu Balkis ameshikilia bango kweli yani. Tangu amejua ni hao, yani hatupumui. Mimi najua mengi. Najua mengi. Nimeongea na daktari hapa mpaka umetaka kuacha kipindi. Tutakupa uongee na Roman alafu tuone utakapoishia. Roman, tunakushukuru sana. Sio, tunakushukuru. Ongea naye sasa tuone utakapoishia. Wandakaishen. Good luck. Niongeze ingine? Ongeza. Nishamwaga. Dr. Musa, tunakushukuru mbwembwe tu hizi. Jamani, Dr. tunakushukuru, lakini Dr. bado ni mwenyeji wetu. Roman, tunakushukuru, tunakuaga. Roman aka Dr. Kago. Yes. Tunakushukuru sana. Lakini pia Dokta, tunakuaga kwa sasa, lakini utakuwa mwenyeji wetu pale University of Dar es Salaam kwa sababu muda mfupi tutaelekea pale kuona Confucius Institute, vitu ambavyo mnavifanya pale. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa wakati huu, lakini bado tutaendelea na wewe, na sasa hivi tupate habari.